Yesu Mwokozi. Acha turudie tena. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tunapojifunza kutokana na neno lako, kutokana kwa neno lako, tunaomba utubariki na utuongoze. Nena pamoja na kila mmoja wetu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uketi chini tafadhali. Wanafunzi, karibuni kwa ibada yetu ya shukrani. Narudia kusema Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu Mwokozi. Siku moja leo nataka niongee kutoka kwa kitabu cha Luka. Luka, kwa wale ambao wanasoma somo ya CRE, kitabu cha Luka kiliandikwa na Daktari Luka kwa Biblia. Yeye alitembea na Paulo na akatuandikia historia kuhusu Yesu Kristo. Na leo nataka kuelezea kwa sababu tumesomewa vizuri sana kutoka kwa kitabu cha Luka 19. Na inataja ya kwamba kulikuwa na mtu mmoja, jina lake aliitwa Zakayo. Wacha tumuite mjomba Zakayo. Sema mjomba Zakayo. Mjomba Zakayo alikuwa ni mtu mfupi wa kimo. Na kwa sababu yeye alikuwa mtu mfupi wa kimo, pia mjomba Zakayo alikuwa na changamoto zake. Na leo nataka tujifunze kutoka kwa mjomba Zakayo. Kichwa cha mazungumzo yangu ni jinsi mwanafunzi anaweza kufanikiwa. Wanafunzi, mwaka huu tutafanya mtihani wa darasa wa gredi ya 6 na gredi ya 9. Na hata kila mmoja wetu tutafanya mitihani ya muhula na hata wa mwisho wa mwaka. Leo tunataka kujifunza, kwa sababu tulisomea kuhusu Zakayo, jinsi mwanafunzi atafanikiwa. Jambo la kwanza, Zakayo alitafuta kubadilisha hali yake. Yeye alikuwa ni mtu amesumbuka. Watu walikuwa wanamchukia kwa sababu alikuwa ni mtu mfupi lakini mkono mrefu. Alikuwa mwizi. Lakini yeye akasema, mimi nataka nifaulu kwa maisha, nataka nitafute kubadilisha hali yangu. Wakati mwingine kuna somo haujasoma vizuri, lakini mwanafunzi mwenye atafanikiwa ni yule ambaye atatafuta kubadilisha hali yake. Saa zingine muhula uliopita ulikuwa namba 20. Muhula huu unasema, mimi natamani kubadilisha hali yangu. Sitaki kutosheka na uzembe. Wanafunzi ambao hawafanikiwi ni wale ambao wanatosheka na uzembe. Usitosheke na maki ya wastani. Hapa shule yetu ni shule ya kuongoza, shule ya upeo wa juu, a school of excellence. Usitosheke na approaching expectation, meeting expectation. Tutosheke na exceeding expectation. Na mimi naomba mwaka huu tafuta meeting expectation 1 kwa kila somo. Zakayo hakutosheka na hali yake, akatafuta kitu kilicho bora kuliko chenye alikuwa nacho. Na kuambia chenye ulipata muhula uliopita, ninaomba Mungu akusaidie ufanye bora kuliko enye ulifanya mwaka jana. Kulikuwa na mwindaji mmoja ambaye alikuwa ametosheka na kuwinda panya. Unajua panya? Wangapi wamewahi kula nyama ya panya? Weka mkono chini. Oh, nauliza. Okay, umenielewa. Wangapi kati yetu wamewahi kula nyama ya panya? Weka mkono chini. Okay, nyinyi hamkulingi panya, sio? Lakini kuko na mwindaji mmoja alikuwa ametosheka kila siku na kuwinda panya. Angelete familia wangegawanya panya. Lakini mtu mwingine akamwambia, usitosheke na panya, unaweza kuwinda sungura.
Kesho alipoenda kuwinda hakutafuta panya, akatafuta sungura. Na mwingine akamwambia hapana, hata unaweza winda swara. Na akawinda swara, akapata swara, akatumia na familia, akauza, akapelekea watoto shule. Mwingine akamwambia hata unaweza kuwinda ndovu. Na mwishowe akaendelea vizuri sana. Usitosheke na namba uliokuwa, usitosheke na maki uliokuwa. Tafuta yaliyo bora mbele. Hebu sote tuseme tutafute yaliyo bora mbele. Kitu cha pili, huyu Zakayo, wewe ukiwa mtoto mfupi, mtoto mdogo, na mtu mkubwa amekuja kutembea kama rais wa Kenya amekuja kutembea hapa Toro, na wewe unajua ni mfupi, hauwezi kumuona, utafanya nini? Jambo la pili, nataka kuenda hapo. Yeye baada ya kutafuta akapanga mikakati ama mpango wa kufanikiwa. Nataka nikuuliza, kama wewe mwanafunzi na wewe ni mfupi, alafu watu wamekuja wengi, utafanyaje ndio uone mgeni wa heshima ambaye amekuja? Utafanya nini? Nani ataniambia? Utafanya nini? Utapanda juu ya miti kama Zakayo. Mwingine anasema nitapita mbele penye wako, nisukume mpaka niende nione mgeni wa heshima. Ninapanga mikakati, nataka nipange mikakati ambayo itanisaidia. Nataka nikwambie, Zakayo alikuwa na hekima. Hata sisi kwa kupanga mikakati na mipango ya kufanikiwa, unastahili kuwa na hekima kama Zakayo. Zakayo alikuwa na hekima, akasema kwa sababu mimi ni mfupi na mkono yangu ni mrefu. Alikuwa mwizi, akasema nitapanda juu ya miti ili wakati Yesu atapita, ambaye ni mgeni wa heshima, mimi nitamuona na nitabadilika. Na yeye akaenda mapema. Nataka nikwambia tuwe panga mikakati. Kati ya mikakati ambayo tunastahili kupanga ndio tufanikiwe, ongea na mwalimu zaidi, soma zaidi. Watoto wakifika nyumbani wanapenda kufanya nini? Wangapi wanapenda kucheza? Beba mkono juu. Wengi wanapenda kucheza. Kucheza ni kizuri, lakini punguza. Wangapi wanapenda kuona TV cartoon? Na wengine wanaona cartoon weekend yote ashiki kitabu. Nataka uwe na mikakati ya kwamba nitapunguza mchezo, nitapunguza cartoon, nitapunguza kuona simu. Wangapi wanaonanga simu? Okay. Kumbe wote unaonanga simu. Hata huyu mdogo anaona simu pia. Nataka niwaambie, punguza, panga mikakati, soma. Panga mikakati, uliza mwalimu. Panga mikakati ya kwamba hata nitatafuta ushauri kwa dada yangu ama ndugu yangu mkubwa. Jambo la tatu, Yesu alipofika hapo, mikakati ya tatu, jambo la tatu, Yesu alipofika hapo, alipoona Zakayo akasimama, kwa sababu Yesu anapenda watu wote. Na hata mimi nasema ukimtafuta Yesu, yeye atasimama na kutatua mambo yako. Yesu akasimama na akamwangalia Zakayo kwa upendo. Hata mimi naomba leo Yesu asimame akuangalie kwa upendo na akamwambia, Zakayo, shuka, leo nitakuwa mgeni wako. Jambo la tatu, mwanafunzi ambaye anafanikiwa ni yule ambaye anampokea Yesu. Zakayo akashuka na akamwambia, karibu Yesu. Tunastahili kumwambia Yesu karibu, karibu, kwa kwenda Sunday school, kwa kusikia wazazi na kuwatii. Ambia Yesu karibu moyoni mwangu. Siku moja kulikuwa na mtu alipata mgeni, na huyu mgeni akagonga hodi, akamwambia, niko hapa nje, nifungulie. Akamwambia mgeni, na kukaribisha, lakini ninaomba utakaa tu kwa sitting room yangu, sihitaji uende mbali, sitting room ndio penye utakaa. Yeye akakaa kwa sitting room. Wezi wakakuja wakamvamia akiwa jikoni. Akalia akasema, rafiki nisaidie. Rafiki akamwambia, suli niambie nikae sitting room. Akakuja akaambia, rafiki, nimegundua siri, utatembea kwa bed kwa sitting room
na jikoni, lakini bedroom usikanyage. Mwizi sijui alijuaje ameenda bedroom akamvamia kuni na akampiga kichapo cha umbwa msikitini. Karibu fariki. Akasema, rafiki, nimegundua, nimekuachia kila sehemu. Rafiki ni Yesu. Ukikaribisha yeye, karibisha yeye kila pahali. Karibisha yeye ukiwa shuleni, ukiwa nyumbani, na hata ukiona sukari ya mama ama chochote au uibi, kwa sababu unajua umekaribisha Yesu. Na hata ukiona pesa imeanguka, unaweka vizuri. Ukiona chochote, ukiona mwingine anachokoza mwingine, unamkataza. Karibisha Yesu. Jambo la 4. Huyu Nikodemus akajitolea. Hakuna mtu atafanikiwa bila kujitolea. Akajitolea, akasema, nusu ya mali yangu wale ambao nilikuwa nimewaibia nitawarudishia, na nusu ya mali yangu nitapatiana maskini. Nataka niseme hakuna mwanafunzi anafanikiwa bila kujitolea. Jinyime, soma kwa bidii na Mungu atawabariki. Mwaka kesho ninajua tutakuwa hapa kuombea wanafunzi ambao wataenda shule nzuri Kenya. Shule nzuri Kenya ambazo tuko nazo unajua ni gani? Grade 9. Unisaidie, shule gani unataka kwenda? St. Bridget's, mwingine St. Lenana School, mwingine na Alliance. Hebu wapigie makofi. Tunataka kutoka Wiltam Academy next year, kwa sababu wanafunzi watajitolea. Watapunguza TV, watapunguza mandazi mingi, watapunguza mambo mengi na watajitolea. Mwaka kesho tutakuwa na Walenana, tutakuwa na wa Alliance, tutakuwa na wa St. Bridget's. Juzi nimetoka Nairobi, nilipeleka msichana wangu, alikuwa anaenda shule inaitwa Kenya High. Hata mimi nataka mwaka kesho tuombee mwanafunzi aende shule hiyo, na hata Mang'u na shule zingine, na inawezekana kwa sababu Wiltam Academy ni shule ya kufanikiwa. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho, tutafanikiwa tukitoa shukrani. Huyu alitoa shukrani alipompokea Yesu, na leo tumekuja kutoa shukrani. Tunatoa shukrani na tutaomba Mungu atubariki. Mungu wa amani awe pamoja nanyi na waongoze. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, bariki wanafunzi wetu wa Wiltam Academy. Bariki head of institution pamoja na deputies. Bariki na walimu wote. Bariki na wanafunzi hawa wote na mipango ambazo tuko nazo. Tunaomba mwaka huu tuongoze na uwe pamoja nasi. Tuwabarikisha shule hii kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante.